Wengi hudhani wangepambana katika majukwaa ya siasa wakinadi sera. Wengi hutegemea waendeleze mijadala ya itikadi na uongozi na kuwa watunga sera. Ukiwa na kipaji haijalishi umezaliwa wapi. So long as una kipaji na una juhudi za dhati, unaweza ukafika mpaka level za kufikia kuwa bingwa wa dunia. Ndio tunaelewa siasa ni nini, mpaka leo hii tutafuatilia, tutakaa chini, tutaongea. At some point unaweza useme kama sio sisi tunashiriki. Badala ya hotuba wamechagua milio ya injini. Badala ya mikutano ya hadhara wamechagua vumbi, mwendo na hatari ndani ya sekunde zinazohesabika. Ni historia nzito iliyobebwa na jina kubwa lenye uzito ndani ya Tanzania, Afrika na duniani. Kwa kuwa ni jina kubwa ambalo wanalifahamu, kwa hiyo reputation ya kuwa pale ni heshima kubwa. Jina kubwa kama hili inakuwa kweli inabidi ujitahidi uhakikishe kwamba unafanya vizuri. Je, ni pressure ya jina au ni kizazi kipya kinachoandika historia kwa njia yake? Then from there nimekuwa niko naye ever since. Yeah. Yule awali ukamweka kando. Yule awali amebaki tu kuwa shabiki wetu mkubwa. Hiki ni kivuli kisichokwepeka cha baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na safari ya mchezo wa mbio za magari, ushindi wa Tanzania, Afrika na dunia. Hapo vipi hapo? Nafahamu wewe ni Prince Charles Nyerere, lakini namfahamu hapa kushoto kwangu Charles Nyerere Jr. Yes. Tungependa kufahamu kinagaubaga. Kwanza kabisa, kabla ya mahojiano haya maalum, safari ilianza mapema sana kwa kupata baraka kutoka kwa bibi yao Mama Maria Nyerere, kisha kwa baba yao Makongoro Nyerere. Kwa utambulisho huu mzito, Prince mjukuu wa rais, Charles mjukuu wa mkuu wa mkoa. Sisi wote hapa tutatokana na Mama Maria Nyerere. Hapo vipi hapo? Basi yamekwisha. Na sasa tumepewa ruhusa ya kuendelea na mahojiano. Na kwa zaidi ya miaka 45 iliyopita, pasina shaka kumekuwa kukifanyika mashindano ya Africa Rally Championship ambayo yamekuwa yakifanyika barani Afrika. Kwa takriban miaka yote hiyo hapajawahi kuonekana ama kupatikana mshindi wa mbio za magari kutoka barani Afrika hata hapa nchini Tanzania. Sasa kwa mara ya kwanza tumeshuhudia mshindi kutoka nchini Tanzania akishinda tuzo hizo za mbio za magari ya African Rally Championship ARC2 kwa mwaka 2025. AyoTV tumewaalika washindi wa tuzo hizi, na sasa cha ajabu ama cha kushangaza zaidi, vijana walioshinda ni vijana kutoka familia yenye mizizi ya kisiasa hapa nchini Tanzania. Nazungumzia familia ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nipo nao siku hii ya leo kwa ajili ya kufahamu zaidi safari yao ya mbio za magari. Mimi naitwa Jerome Robert, karibu sana mpaka tamati. Kwanza niwakaribishe sana, karibuni sana. Asante sana. Asante sana. Naam, pasina shaka mmeteradhadi kama mlivyonyakua tuzo hiyo. Ndio. Basi jambo jema. Kwanza kabisa ningependa kufahamu kinagaubaga. Mimi nawafahamu tu kwa namna ambavyo nafahamu wewe ni Prince Charles Nyerere, lakini namfahamu hapa kushoto kwangu Charles Nyerere Jr. Yes. Tungependa kufahamu kinagaubaga, kwanza utambulisho wenu kwamba Prince Charles Nyerere ni nani, kielimu, familia na vitu kama hivyo. Karibu sana, tuanze kwako. Asante sana ndugu Jerome. Kwanza napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa kwenye studio zenu za Millard Ayo salama. Na kwa ufupi, kwa majina naitwa Prince Charles Nyerere, ni kijana wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 27. Taaluma yangu mimi by profession ni rubani. Lakini pia mnamo mwaka 2020 kipindi cha COVID niliweza kugundua pia kwamba nina kipaji kingine ambacho ilikuwa ni kipaji cha kushiriki mbio za magari.
muda ule kulikuwa kuna lockdown, kwa hiyo ilinikuta mimi nikiwa masomoni South Africa, na muda huo ndo nilitumia kwa wakati ule muda ambao nilikuwa niko idle kidogo, ndo nilitumia kugundua hichi kipaji kingine. Na kutokea hapo nimekuwa nikishiriki mashindano na nimekuwa bingwa wa tuzo mbalimbali. Nimewahi kuwa bingwa wa Tanzania, na mpaka hivi leo tulivyoonana mimi ndio bingwa wa kwanza kutoka nchini Tanzania wa ARC2 Africa Rally Championship. Ni historia ya kipekee. Yeah. Shukrani sana Prince Charles Nyerere. Tuje kwako Charles Nyerere Junior mwenyewe. Asante sana. Once again naitwa Charles Julius Nyerere. Mimi ni mjukuu wa kwanza wa Babu Makongoro, mkuu wa mkoa wa Rukwa. Generally speaking, ni safari ambayo nimekuwa nikijifunza kutoka kwa ndugu zangu, wamekuwa wakinifunza kwa kuwa nimewakuta wakiujua mchezo. Nimekuwa katika kipindi ambacho ndugu zangu wakiwa na mimi wananiweka katika mazingira ya kuelewa namna kazi inavyoenda. Kwa mfano nikimzungumzia Prince, Prince amekuwa akinijenga, amekuwa akinifundisha, kwa hiyo interest ilikuwa imeanza kukua tangia tukiwa wadogo, nasemea hapo. Nimekuwa hivyo kwenye michezo ambayo imeweza kunijenga na kutaka kujua zaidi. Kwa hiyo sasa tumekuwa katika yale mazingira ambayo yameweza kutusaidia. Na by profession kabisa nimesomea Mwanza, katika chuo cha sauti, St. Augustine University of Mwanza, katika sekta ya public relations and marketing. Inajulikana kama afisa uhusiano wa umma na masoko. Kwa hiyo nimeona as a part pia ya kuanza kujifunza, ama interest ilianzia nikiwa pia nakaribia kumaliza chuo. Kwa hiyo nikaona kama ni nafasi nzuri pia ya kuwa something extra to learn, ama kukibeba ni kuingia kwenye mchezo huu. Kwa hiyo it's a good opportunity kwangu, nimeweza kupata hii fursa ya kushiriki katika FIA ARC2 ikijulikana kama African Rally Championship katika kategori ya co-driver upande wa navigate Prince. Asante sana. Kwa maana ya hapa tunazungumza na dereva pamoja na navigator ama mwelekezi, msoma ramani. Sasa kabla dereva tunafahamu, pasina shaka. Mara kadhaa tunaweza tukawa tunajiuliza navigator ni nani, au msoma ramani ana kazi gani hasa, ni nani? Okay. So msoma ramani ni mtu ambaye mimi ndo ninayemwelekeza dereva katika mashindano, kwamba ninampa tahadhari, ninampa pia kitu tunaita directions, tunampa meters. Kwa hiyo mimi ndo ninamwelekeza kwamba baada kona hii atakutana na kitu hichi. Kwa hiyo in short ni kwamba mimi nina msingi mkubwa, ama nina play part kubwa sana kwa dereva. Kwa hiyo kama ukiona kwa gari imejaa iko in full speed, jua kwamba I am calling the knots. Tunasema hivyo, tunaita pace knots. Kwa hiyo mimi nikikosea nimehatarisha maisha ya wote. Kwa hiyo I'm playing a big part ya kuhakikisha kwamba ninamwelekeza, ninamtahadhari, na at the same time ni mchezo ambao unakuhitaji pia ujiongeze. Meaning kwamba kwenye kucheza kuna ule muda unapotea kwenye kuita zile notes ama kuita zile ramani. Kwa hiyo kuna kitu pia unahitaji ujiongezee, tunaita landmark. Vitu kama hivyo nimechukulia kama mfano wa kujiongeza uweze kuwa katika msipotee, kwa sababu yale ni mashindano. Mnakutana na watu ambao wako well experienced, wana miaka kutosha kwenye mchezo. Kwa hiyo it's a good sport ambayo inakujenga na kukuweka katika kipindi ambacho ukiwa mdogo mpaka unakuwa. Charles Nyerere Junior ametueleza kwa uzuri, pasina shaka. Tukija kwako kurejea, ulisema ulianza kujifunza pasina shaka ukiwa Afrika Kusini kwenye masomo. Nini hasa ambacho kilikuvuta ukafikiri mchezo wa magari na si vitu vingine? Nadhani interest ilianzia kutokana na kakaangu, walikuwa wanashiriki, marehemu kakaangu ambaye tunafuatana. Alikuwa anashiriki locally kwenye mashindano ya nyumbani hapa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa kipindi cha likizo au nikiwa holiday, huwa nilikuwa naenda kumwangalia. Kwa hiyo interest ikaanza hapo. Kwa hiyo naweza nikasema tangia mdogo nilikuwa tayari nina interest ya kupenda mashindano, lakini nilikuwa bado sijapata ile courage ya kwenda kushiriki mimi mwenyewe. Maana nadhani kitu ambacho kinahitaji pia una moyo kidogo kuweza kukaa kwenye gari ya mashindano.
Kwa hiyo umri ulivyozidi kwenda then nikaona kwamba yani ni kitu ambacho naweza kufanya, na ilitokea kama bahati tuseme kwenye mashindano yalikuwa ni ya nyumbani kule Arusha. Alikuwa amefariki mmoja wa chairman ambaye alikuwa ni Arusha Motorsports Club, marehemu Captain Steven Lohai, na kwenye memorial waliandaa event kama the way ya kumkumbuka. Sasa ikatokea nafasi na nikaweza kushiriki, na nikashiriki na gari ambayo ilikuwa ni ya dereva mmoja anaitwa Emmanuel Limo wa Arusha. Kwa hiyo napenda kumshukuru sana, maana yeye ndo alinipa nafasi ya kwanza kushiriki kwenye mashindano. Kwa hiyo niliposhiriki kwenye mashindano yale, sasa ndo nikagundua kwamba actually nina kipaji na ninaweza, ni kitu ambacho kama nikiwekeza muda wangu na nikaweka juhudi, then naweza nikafanya vizuri kwenye mashindano haya. Kwa hiyo ikaendelea from there, then ndo nikawa bingwa wa Tanzania. Baada ya hapo nikaanza kutafuta ubingwa wa Afrika sasa. Yeah. Okay. Sawa. Mama, asante. Nije kulingana na hiki alichokijibu pia Charles Nyerere Jr. hapa kwamba yeye ni navigator na kwa kiasi kikubwa anafanya kile ambacho wewe unapaswa ukifanya. Yeah. Wewe kwa mtazamo wako unamtegemea kwa kiasi gani navigator? Kwa kweli naweza kusema anamtegemea kwa 100%, sababu tunapofanya haya mashindano labda kwa wasiojua, ili uweze kuwa bingwa wa Afrika wa kalenda inatangazwa mwanzoni mwa mwaka. Kwa hiyo mwanzoni mwa mwaka kalenda ikitangazwa inakuwa kuna nchi maybe 5 au 6, inategemea na huo mwaka kalenda ikoje, ambazo inabidi muende mkashiriki. Na kwa kawaida inakuwa ni Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia hivyo. Kwa hiyo kila tarehe zinapopangwa kila mwezi mnaenda mnashiriki kwenye hizo nchi, na kila mnaposhiriki kutokana na utakavyo performance yako utapata points. Kwa hiyo zile points zote baada ya kushiriki hizo nchi zote ndani ya mwaka huo huwa zinajumlishwa, na mwenye point nyingi ndio anakuwa bingwa wa Afrika kwa mwaka huu, na then mwaka unaofuatia tena mnaanza upya. Yeah, kwa hiyo sasa umuhimu, kurudi kwenye swali lako wa msoma ramani au navigator, ni kwamba ukinitoa sasa hivi hapa Tanzania ukanipeleka labda Zambia au ukanipeleka Rwanda, inakuwa mimi sijui kabisa zile barabara za kule. Kwa hiyo namtegemea msoma ramani wangu baada ya kwenda kukagua zile barabara na kupata, maana utapewa zile ramani, yeye sasa ndo awe ananielekeza mimi niendeshe vipi gari. Kwa hiyo kama kuna sehemu kuna daraja au kuna kona, hiyo ni kazi yake yeye kuniambia kwamba labda baada ya mita 500 kuna daraja, baada ya hapa labda kuna kona ya kulia au ya kushoto. Huwa namsikiliza yeye na namwamini yeye 100%. Kwa hiyo hiyo ndo kazi yake. Kwa hiyo mimi ninapokuwa naendesha gari at full speed na rely kwenye directions zake anazonipa yeye. Na ndio maana akasema hapo kwamba kama ikitokea yeye amekosea, inakuwa na mimi pia nitaishia kukosea, kwa sababu mimi namtegemea kwa ajili ya kupata information ya the road ahead, na kama kuna labda sehemu ya kuchukua tahadhari au kitu kama hicho. Kwa hiyo namtegemea 100%. Unamaanisha hapo akili na masikio ndio yanafanya kazi zaidi kuliko macho? Hakika. Na ni mchezo ambao unahitaji teamwork, na kama mnavyoona hivi tuko wawili, na hata pia ikitokea gari imeleta itilafu pia nategemea yeye tusaidiane. Naweza kana kubadilisha pancha, tairi au nini, kwa sababu rules haziruhusu mtu yote wa nje kuwasaidia, inabidi nyewe wenyewe ndio mfanye kila kitu. Okay. Yeah. Na asante sana. Naam. Charles, tuje kwako. Naam. Tungependa kufahamu kutoka afisa masoko, public relation, marketing sio? Ndio. Nini hasa ambacho kilikufanya kwamba tofauti na kuwa umewiwa, lakini ulikwenda ukasoma taaluma yako, lakini ukarudi ukasema hapana, mimi ngoja nikamsaidie ndugu yangu hapa kwenye kusoma ramani. Kwa nini ukuchagua watu wengine? Wapo wengi wanaofanya shughuli, ukasema mimi naenda kwa ndugu yangu. Okay, ukimwangalia ama tukituangalia sisi tumekuwa pamoja. Okay, kwa hiyo tunaelewana. Yeah, in simple language, sisi tumekuwa katika mazingira ambayo tumekuwa, kwa hiyo tunaelewana. Yeah, na muelewa anachokitaka, anaelewa na mimi ninachokitaka. Kwa hiyo amekuwa akinifundisha vitu vingi, hata unavyomwona profession yake kama rubani. Yeah, there was a simple day ambaye aliwahi kuwa na calculator ya rubani, akawahi kunifundisha. Okay, kwa ile namna niliona kwamba it's possible enough kujifunza more kutoka kwake. Kwa hiyo sasa
kipindi nikiwa chuo nikipata likizo ukiwa nikija kucheza ama kuna ile simulator tunakuwa tunajifunza ama tukiwa tunaangalia hizi international rally competitions. Kwa hiyo kuna vitu alikuwa ananifundisha naweza kuelewa, na kwa my own time pia nilikuwa nafanya research kuhakikisha kwamba kile nilichofundishwa nakijua zaidi. So nikajikuta kwamba we make up a very great team. Na nikamuomba, nakumbuka ni mwaka jana, nikamwambia kama ikiwezekana kini-train na tukakaa pamoja tunaweza tukaongea lugha ya kuelewana. Na ninamshukuru kwa sababu he gave me a very good trust, na ameniamini kwamba ninaweza kumwelekeza katika kumuitia ramani ama kuita pace notes na katika kiwango kizuri. Nashukuru kwamba I prove him right kwamba inawezekana kweli. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho namshukuru. Kwa sisi kwetu kwa pamoja ndio kilichonifanya mimi niweze kutaka kuparticipate, lakini it's not kwamba nimekimbia taaluma yangu. I still love it, bado naifanya. Napenda kumshukuru sana kwamba ameweza kunipa nafasi kwa sababu it was a one time chance. And ni mtu ambaye yuko very demanding. Ndugu yangu yuko very demanding. He wants a results ambayo mnakaa chini mnaweka strategy na kweli mnatoka na matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi kunipa hii fursa, I made it sure kwamba this is the one time golden chance, na nilijitahidi kuhakikisha kwamba yale yote ambayo nafundishwa na yatii. Labda tu kuongezea kidogo, ilivyotokea nafasi yeye kuja kushiriki na mimi ilikuwa kupangwa. Sema tulikuwa kabla, ilikuwa kipindi kioni nafanya mazoezi kabla kwenda kwenye mashindano, na alikuwa anaweza kukaa na mimi kwenye gari. Kwa hiyo alikuwa na ABC. Yule msoma ramani wangu wa siku zote alipata medical emergency nadhani kama siku 5 au 6 kabla ya mashindano ambayo nilikuwa nataka nikashiriki Burundi. Kwa hiyo sasa tukaangalia nani wa karibu kufanya replacement, ndo tukaona Charles anaweza kufanya. Kwa hiyo ndani ya hizo siku chache tukamwandaa, tukaanza kufanya mashindano, tukamaliza vizuri. Then from there nimekuwa niko naye ever since. Yule awali ukamweka kando. Yule awali amebaki tu kwa shabiki wetu mkubwa. Anaendelea kutusupport. Okay. So tangu umeanza kushiriki haya mashindano mpaka sasa hivi, ni naweza kusema mara ngapi umeshiriki na umeshinda mangapi mpaka sasa hivi? Kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho ni jana, usiku wa jana umekabidhiwa tuzo basi na shaka hiyo ya ushindi wa Afrika. Mashindano tumeshiriki, tulianza kwanza na championship ya Tanzania. Mimi nilianza na championship ya Tanzania Junior Rally Championship ambayo ilikuwa inahusisha madereva wa Kitanzania umri wa chini ya miaka 28 kushuka chini, na niliweza kushinda hiyo. Ilikuwa ni 2022. 2023 nikashiriki mashindano ya Africa Rally Championship. Tulishiriki Burundi, Rwanda, Zambia na Tanzania. Kwenye haya mashindano nilimaliza wa pili kwenye kategori yangu, na pia nilimaliza wa pili kwenye kategori ya Junior Africa Rally Championship ambayo inahusiana na madereva wa Kitanzania wa Afrika nzima chini ya umri wa miaka 28. Kuelekea mwisho 2023 ndo nilipata msiba wa marehemu kakaangu, kwa hiyo tuli break kidogo. Kwa hiyo tukushiriki mashindano kwa muda, and then tukaja tukarudi 2025 kwa sababu kwa sababu za kifamilia. Ndo nikashiriki tena sasa mashindano ya Africa Rally Championship ambayo mara ya mwisho nilimaliza wa pili, lakini sasa kwa mwaka jana hatimaye tumeweza kumaliza wa kwanza kwenye mashindano ambayo pia tulishiriki Rwanda, Burundi na Tanzania. Na ndo mwaka ambao pia Charles alijoin kwenye mashindano. Before that ilikuwa navigator, hakuwa Charles, alikuwa ni navigator mwingine. Okay. Na mnajisikiaje ambapo kila unaposhiriki mashindano unaibuka mshindi? Kwa kweli najisikia faraja, na mimi tangia mwanzo vision yangu mimi ni kuja kuwa bingwa wa dunia. Mashindano ya World Rally Championship yamekuwa yanafanyika zaidi ya miaka 80, na so far hajawahi kutokea bingwa kutoka bara la Afrika hata mmoja. Na imani haitakuwa rahisi, lakini na imani tukiweka juhudi ya dhati na tukamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, nadhani tunaweza tukaweka hiyo historia kama tulivyoweka historia hii ya kuwa Watanzania wa kwanza kushinda mashindano ya mbio za Afrika ambayo yamekuwa yakifanyika zaidi ya miaka 45. Kwa hiyo ndoto yetu ni kuja kufika level ya kushiriki Ulaya na hatimaye kuibuka kidedea kwenye mashindano kumtafuta bingwa wa dunia. Sawa. Basi nianze kwa swali hili. Basi na shaka
Kama wengi wanapofahamu kwamba mnatoka katika familia ya mizizi ya siasa kabisa, kuanzia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, basi bila shaka tulitarajia nanyi mwe kwenye ulingo wa siasa, labda kama wengi wanapotarajia ama kama wengi ambao wangetazamia, lakini ninyi mkaamua kujikita kwenye mbio za magari na vitu vingine. Awali kueleza wazazi ama watu ambao wako karibu nanyi katika kuelewa kwamba okay, fanyeni, ilikuwa vipi? Kwanza ninyi kwa upande wangu, hebu tukamweleze bwana au tukaongee. Inaweza nikaanza kwako ama mrefu zaidi. Sawa. Nadhani kwa kwangu mimi ndio ilikuwa ngumu zaidi kuliko kwa Charles, kwa sababu by the time Charles anakuja kujoin ilikuwa ni jambo lile shafanyika, ni kama mwaka au miaka imekuwa shafungua milango. Kwangu mimi ilikuwa ngumu, na ngumu ilikuwa ni kwamba yani kwa familia zetu nyingi za Kiafrika kwa ujumla, naweza kusema sidhani bado kama tuna imani kubwa sana kwenye michezo. Na nikiongelea michezo ni kwamba yani kuamini kwamba mtu anaweza akatumia kipaji chake au akatumia michezo kama sehemu ya profession yake, yani kama ujira wake. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kweli kuelezea wazazi, na ugumu ulikuwa unakuja upande wa hasa kwa upande wa mama. Kidogo alikuwa hata akiangalia video zetu tukifanya mashindano alikuwa anaona ni kitu cha hatari, na pili alikuwa haelewi kwa nini mtu ambaye tayari ana profession yake, kama mimi nilikuwa nimesomea urubani, alikuwa haelewi kwa nini tena anataka kufanya risk ya kufanya mashindano. Na lakini mimi nilikuwa sioni kama ni risk, nilikuwa naona ni sehemu ambayo ningeweza kutumia kipaji changu kuweza kuinspire na vijana wengine wa Kiafrika kama mimi wa Kitanzania, na kuwaonyesha kwamba ukiwa na kipaji haijalishi umezaliwa wapi, so long as una kipaji na una juhudi za dhati, unaweza ukaja ukafika mpaka level za kufikia kuwa bingwa wa dunia, nikiangalia world champion. Kwa hiyo haikuwa rahisi, lakini nashukuru kwamba nilivyoanza kushinda kwenye mashindano na simu zikawa nyingi kwa mama za pongezi kutoka kwa watu mbalimbali, kidogo ikaanza kuwa rahisi kidogo. Na kwako kama alivyosema, the roadmap ama work plan yake aliyoitengeneza, it was easier kwangu, lakini katika masuala ya sisi ambayo kwa nini mzizi wetu hatujatokea pale ama tujahamia hapo, ni kama nilivyosema, sisi tumekuwa kwenye mazingira where tuna interest yetu ilikuwa imebase huko, na tuna awalita kaka yetu ama baba mdogo Daudi Charles Nyerere alikuwa anatupeleka, tulikuwa tunaangalia, kwa hiyo tulikuwa tuna ile interest ya kuangalia magari, tunafurahi. Kwa at the end of the day sisi tulijikuta ndio tunaelewa siasa ni nini. Mpaka leo hii tutafuatilia, tutakaa chini, tutaongea. At some point unaweza useme kama sio sisi tunashiriki, tunaweza tukawa tunaongea politically kujua tu masuala ya nchi ya kidunia, lakini our biggest interest ni kwamba sisi tumekuwa inspired na tunapenda huu mchezo. Kwa hiyo we took chance na tukaona ni eneo letu la sisi kujidai na kufurahia most of our time pale. Tangu umeanza kushiriki huo mwaka jana mpaka sasa hivi, kuna hatari ama jambo lolote mwayo kukutana nalo katika safari zenu za mashindano ukasema ninarudi kwenye PR bana? Kwa honestly speaking, mimi nilikuwa nimeshajiandaa, yani kujiandaa psychologically, physically, I was ready to whatever the consequences, nilikuwa niko tayari. Kwa hiyo kusema kuface changamoto yote ambayo nimesema inikimbize, labda ndugu yangu tu akijaza mafuta sana, nikiona geji inajaa, naambia ongeza moto, haina shida ya kukimbia. Lakini all in all that's what the sport inahitaji, lakini sikuogopa chochote, hakuna chochote kilichoni tisha kunikimbiza kuniambia nirudi huko, hapana. Lakini as days goes on na bado muda tunao, perhaps maybe naweza nikarudi, lakini hakuna. Labda na kuongezea tu hapo, unajua watu wengi huwa wanatuona tu siku za mashindano, lakini sisi it's a full time job, yani tunafanya mazoezi mengi sana na maandalizi mengi sana kabla hata ya siku ya mashindano. Kwa hiyo labda huenda kile unachokiona siku ya mashindano labda ni 20% tu ya preparation zetu, maandalizi yetu, lakini 80% inakuwa ishafanyika huko nyuma. Kwa hiyo kuna mazoezi mengi sana tunayofanya kimwili, kuwa physically fit. Zile gari pia zina usalama mkubwa sana. Tutawalika muweze kuiona panapo majaliwa, kama walau muione physically gari ilivyo kwa ndani. Ina protection nyingi sana na safety features nyingi sana, tofauti na gari ya
ya kawaida. Kwa hata inapotokea accident ni vigumu sana kupata madhara. Nilikuwa nazungumzia hapo sasa. Kuna ajali ambayo imewahi kutokea ikawakuta? Mimi kwa kweli nashukuru Mungu mpaka sasa hivi hatujapata any accident. Na hiyo nadhani kwa sababu pia nimejaribu kuwa makini sana, kwa sababu najua nitakapopata accident kuja kuomba ruhusa tena kwenda kushiriki nyumbani inaweza ikawa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo always I try my best to be fast but to be clean. Yani kufanya vizuri kwenye mashindano bila kupata accident yoyote wala kuumiza gari au kujiumiza mimi mwenyewe, sababu itakuwa ni vigumu sana tena kuomba ruhusa nyumbani kuruhusiwa kushiriki mashindano. Kwa hiyo nashukuru mpaka sasa hivi and I touch wood hatujapata accident yoyote, lakini ni accidents hutokea kwenye mashindano. Ajali ni kitu cha kawaida, lakini as I said, gari zetu zina protection kubwa sana, na hata tunaofanya mashindano barabara huwa zinakuwa zimefungwa kabisa. Kwa hiyo inakuwa hamna any other road user, yani hamna bodaboda, hamna watu, hamna magari mengine, kwa ni sisi na barabara. Very professional, very organized, very formal competition. Hivi umezungumza hapo kwamba maandalizi ni kama 80%, 20 tu ni zile ambazo tunaziona sisi mashabiki. Yes. Kuna vigezo ama kuna namna ambavyo mnafuata ili uwe dereva wakati unaendesha, ama kuna vitu ambavyo upaswa kutumia na vitu ambavyo unapaswa kutumia kwa maana ya vyakula na vitu vingine, aina ya mazoezi? Kweli kabisa. Kwa ili uweze kuwa professional driver lazima uzingatie sana kabla ya yote physical fitness yako, hali yako ya kiafya. Na kwenye physical fitness kuna mazoezi na kuna diet. Tunapofanya mashindano, unafanya mashindano kwenye conditions ambazo ni very tough. Temperature ndani ya gari inaweza ikafika hata nyuzi joto labda 80 au 90, na unafanya mashindano umbali wa kilomita labda 400, 500 ndani ya hizo siku ambazo utakazokuwa kwenye mashindano. Fitness ya mwili wako inatakiwa iwe juu, na hata diet pia huwezi ukawa unatumia vyakula ambavyo labda kama tumeona hivi yani vya mafuta sana au yani, ili uweze kumaintain hiyo physical fitness. Na pia kwenye upande wa vilevi pia hauruhusiwi kabisa kutumia kilevi cha aina yoyote, na kabla hata kuanza mashindano huwa tunapimwa. Pia kuna condition yako ya mwili tu inatakiwa iwe 100%. Kabla ya mashindano huwa pia tunapimwa pressure, tunapimwa vitu vingi yani ku make sure kwamba mwili wako uko sawa, na wakipima wakiona uko sawa pia ndo watakapokupa leseni ya mashindano. Kuna leseni ambayo tunatumia kwenye udereva wa gari ya kawaida, lakini si kwenye mashindano tuna leseni zetu tunazoitwa competition license. Kwa hiyo mimi na Charles ili kuweza kushiriki mwaka jana ibidi kwanza tutafute international competition license, ambayo international competition license itakuruhusu kwenda kufanya mashindano internationally. Na hiyo leseni inakuwa granted na Automobile Association of Tanzania, ambayo ndo association ambayo iko recognized na serikali. Kama ilivyo kwenye mpira inaweza kaifanisha bana TFF, lakini hiyo ina fall under FIA, ambayo FIA kwenye mpira inaweza kufanisha bana FIFA. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kitu ambacho ni very well organized. Unajua mtu akisikia mashindano mbio za magari na picha anayopata ya kwanza labda ni haya magari ambayo anaona locally, labda mtu anaamua kumisbehave, labda anakimbiza gari tu mtaani, ambayo sisi ni tofauti na hiyo. Yani sisi ni well organized, well recognized competition kwenye bara la Afrika, nikisema Africa Rally Championship. Okay. Sawa, nakuja kwako. Pasina shaka nataka kufahamu, mimi kama wajukuu wa Mwalimu, kulibeba jina la Nyerere katika mashindano haya na ushindani wenu, kuna namna kunawapa changamoto ama kunawapa motisha ya ushindani zaidi na kufanya vizuri? Kwa upande wangu kwangu mimi naona ni motisha. Ni motisha ambayo pia tuna marafiki, tuna watu wapya ambao tunakutana nao. Tena especially tukienda nchi kama Rwanda, ukienda nchi kama Burundi, pia Uganda unakutana nao kule. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kuwa ni jina kubwa ambalo wanalifahamu, kwa hiyo reputation ya kuwa pale ni heshima kubwa, na sisi tunashukuru kwa sababu pia inatupa marafiki wapya, inatupa mashabiki, na pia tunakutana na watu ambao wana ujuzi mkubwa katika huu mchezo, kwa hiyo wanatufunza pia. Kwa hiyo sisi kwetu ni motisha, na tunajitahidi kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba tunalitunza jina na kulipa ile thamani yake ambayo inafahamika. Unataka kuongezea?
Cha kuongeza tu, kweli mimi nadhani kuwa na jina kubwa kama hili inakuwa kweli inabidi ujitahidi uhakikishe kwamba unafanya vizuri, kwa sababu ni rahisi sana mtu kudhani labda uko pale kwa sababu ya jina au kwa sababu ya nini, na mara nyingi mimi sana inanipa motisha zaidi ya kufanya vizuri zaidi, ya kuonyesha kwamba bana, sisi tuko hapa kwa sababu tunastahili kuwa hapa na tuko vizuri kwenye mashindano, na naitumia hiyo kama nilivyosema, kupata motisha kufanya vizuri zaidi na zaidi. Yeah. Na naongeza tu hapo la kuongeza kwamba sasa kutokana na mashindano yenu, kuna misingi ya mwalimu ambao labda mnaitumia mpaka kwenye mashindano ili kuongoza zaidi kufanya vizuri, maadili, misingi yake. Nadhani moja ya maadili na misingi mikubwa ambayo babu alituachia ni hili la kujitahidi sana kumheshimu kila mtu. Hapo mpaka unaona tumekuwa mabingwa wa Afrika, kuna watu wengi ambao wamehusika, ni timu kubwa ya supporters, katika mbali mashabiki, hata sisi wenyewe tu, kuna mafundi, kuna team managers, na chief engineer wetu yuko hapa, lakini timu ya watu wengi ambao walihakikisha kwamba tunaweza kushiriki na kutoa ubingwa huu, na nadhani hiyo imetusaidia sana, kwa sababu hata tunapofika nchi mbalimbali huko tumeweza kujipatia marafiki wengi sana na supporters wengi, kutokana na fact kwamba sisi tumekuwa very humble, na tumekuwa tuna relations nzuri na kila mtu, mkubwa kwa mdogo. Na 2023 kwa mara ya kwanza kulikuwa hamna anayetujua, lakini baada ya kurudi tena pale nchini mara ya pili, tunaona ule karimu tuonyesha kwao na wao, tukajenga ule undugu, tukawa wamoja. Tulivyorudi kwa mara ya pili, nakumbuka walitupa accommodation ya timu yetu nzima bure kabisa kwa muda wote ambao tulikuwa pale, na ilikuwa ni kama token yao kuonyesha ukarimu wetu na undugu wetu ambao tumeujenga pamoja na wao. Kwa hiyo nadhani huu ni msingi ambao tumeutumia kupata mafanikio sana. Bado sisi ni timu ndogo na tuna dreams kubwa, na kama nilivyosema, vision yetu ni kujitahidi kufikia level ya kuwa bingwa wa dunia. Kwa hiyo bado kuna misingi mingi sana ambayo babu alituachia, na inabidi tuitumie sasa katika kupasua mawimbi na kwenda duniani. Sawa, nadhani kamaliza hilo. Kwa upande wako ningependa, ili ni la wote basi na shaka kwamba mnataka watu wawataje kama wajukuu wa Nyerere, kwa maana ya watu wanaojipambania wao kama wana michezo, wanapotaja hao wajukuu wa Nyerere watambue kama wanasiasa, watu wanaojipambania kwenye michezo, ama watu walielekeza ndoto zao kwenye michezo, watambue vipi? Kwa jinsi tunavyojitambulisha sisi wenyewe, ningependa tu watu tutambue sisi kwa namna tunavyoonekana, nikimaanisha kwamba kwa kuwa sisi tumependa kujiweka katika fursa hii ya michezo, na tunaomba watu tutambue hivyo, lakini sio kwamba watuweke sana katika ule mzizi ambao unaonekana sisi ni wa siasa sana. Hapana, sio kwa maana mbaya, lakini sisi tunapendelea sana ya ule muonekano ama reality yetu sisi tu, jinsi tunavyojionyesha kwamba sisi tumependelea kuwa katika sekta hii ama fani yetu ni hii. Kwa hiyo tunaona ni bora watu tuchukulie hivyo kuliko kutoka kwenye picha sana ya usiasa. Kwangu mimi naweza kusema kwamba hata interview tunayofanya leo ni kutokana na mimi kuwa bingwa wa Afrika kwa ARC2 category, na ni historia nzuri sababu mashindano yamefanyika kama nilivyosema mwanzo zaidi ya miaka 45. Kwa hiyo kusema identity per se ni ngumu kusema mtu wa kutambuaje, maana kila mtu ana macho yake. Lakini inaweza kusema kwamba wanaweza wakatuchukulia kama vijana wa Kitanzania ambao wanaipenda nchi yao, na tunajivunia kuzaliwa Tanzania, na tunatamani tuitangaze nchi yetu ya Tanzania kupitia hichi tunachokifanya, ambao ni mchezo huu wa mbio za magari kimataifa, na tunatarajia kwamba Mungu akitusaidia tukiendelea miaka ya mbele ndio tukaje tukawa mabingwa wa dunia, na tutaikuwa tumeitangaza sio Tanzania tu peke yake bali Afrika nzima kwa ujumla, na ikaonekana ni bara ambalo lina vipaji vingi, na kama wakiwezeshwa na wakipewa fursa wana uwezo wa kufikia hata level ya kuwa mabingwa wa dunia.
Kwa maana hiyo unamaanisha kwamba ninyi mnaamini kwamba mtu anaweza kuijenga Tanzania hata nje ya siasa pasi shaka na kuitangaza? Kabisa. Kabisa. Na kuna namna nyingi za kuitangaza nchi yako, michezo, sanaa, pia ni fursa nzuri. Na kwa kweli kwenye mashindano haya, kwa kuongezea, naweza kusema tumezunguka nchi mbalimbali hapa barani. Sio nyingi sana, lakini kwenye hizi nchi zote ambazo tumeenda, kwa kweli Tanzania huko nje inazungumziwa vizuri sana. Kwa hiyo naweza nikasema kwa Watanzania wote, mnaweza mkajipiga kifua na mkatembea mkitamba kwamba mna nchi nzuri sana. Na hata majirani zetu hawa wengi wamekuwa wanatupokea kwa ukarimu na wameongea vitu vingi vizuri sana juu ya Tanzania. Of course michezo, ukiachilia mbali na ule ushindani, pia michezo ni urafiki, michezo ni undugu, na ni sehemu pia watu kukutana na wakawa wamoja zaidi. Na shukrani sana, na labda tukiwa tunaelekea ukingoni, pasi shaka ningependa kufahamu ndoto zenu miaka 5 ijayo tuwaone wapi katika mashindano ya magari, lakini upande wenu nyinyi ukuaji, lakini pia ukuzaji wa tasnia hiyo hapa nchini? Kwa sasa hivi nadhani bila shaka sisi sababu sisi ndo wa kwanza kwenye hili, naamini tunaweza tukatumia ujuzi ambao tuko nao, kama tutaweza kupata platform ya kushare na vijana wengine ambao wana interest ya mchezo huu au wenye vipaji pia. Sababu mimi naamini vipaji vipo vingi, lakini changamoto kubwa inakuwa ni kwamba watu hawana platform nzuri ya kuonyesha vipaji vyao na hawajapata hiyo fursa. Kwa hiyo mimi nitakapokuwa napata muda, nadhani nitaandaa workshops za kutrain either wasoma ramani au madereva, na kwa sababu mpaka sasa hivi kwa experience nilikuwa nayo, kuna vitu vingi sana ambavyo unavijua ambavyo kwa mtu ambaye atataka kujoin au kuanza mashindano haya, naweza nikamsaidia safari yake ikawa nyepesi zaidi kuliko ilivyokuwa ya kwangu mimi, kwa sababu ndo nilikuwa wa kwanza kwenye kila kitu. Kuna changamoto nyingi sana ambazo nilizipitia, ambazo ilikuwa inabidi mimi mwenyewe niangalia namna kuzitatua, sababu hamna Mtanzania ambaye ashawahi kufanya hivyo kabla. Kwa hiyo ndoto yangu kubwa ni hiyo, kuzalisha vipaji vingine vingi, ili ikiwezekana hata huu ubingwa wa Afrika uendelee kubaki Tanzania hata miaka 10 au 20 au mbeleni, ibaki kuonekana kwamba Watanzania kwenye kitu fulani. Bila shaka inakuwa mtu ana mashaka kabisa na performance yetu sisi, yani sije ikawa ni kitu ambacho kitokea tu mara moja afu hakikujirudia. Ningependa yani ubingwa uendelee kubaki nyumbani kwa miaka mingi ijayo, na ili iweze kufanyika hivyo lazima tuzalishe vipaji vingine vingi na viendeleze hii legacy ambayo sisi tumeianzisha. Kama alivyosema, in the next 5 years ni kitu ambacho pia tulishawahi kukizungumza, yani kwamba tulikuwa tuna vision ambayo tunatamani, kwa sababu tuna marafiki ama tuna watu ambao very young talented na wana uwezo, ni wale watu ambao interest yao ni kubwa pia katika mchezo, kwa kufundishwa kwao, kuwajenga kwao, ni timu ambayo inaijenga taifa, ambayo inaipa fursa pia hata kucontest zaidi katika mashindano. Lakini pia ukiangalia pia upande wa ushindani, ukiangalia nchi kama Rwanda wametengeneza platform ama wamewezesha platform sasa hivi ambayo inawasaidia vijana wao ya kuwa umri ule kuanzia miaka 8 mpaka 21 na bado wana proceed. Wale experienced watu wako pale, kwa ile experience ambayo sisi tumeiona imetujenga zaidi kwamba we need to create another platform ama tujitahidi zaidi tuendelee kuwa influence kubwa kwa wenzetu. And the talent sipo, yani vipaji ni vikubwa. Ni mtu ambaye unaweza kumuona ni wa kawaida, lakini cha kushangaza yani ana ile awareness ya namna mchezo unavyochezwa. Kwa hiyo kama aliyosema ama na mimi namsupport pia, ni sisi pia tunataka tuone tumetengeneza a very good foundation ama platform ambayo itasaidia wenzetu ambao tuma influence na wenyewe kupata hii fursa, kwa sababu wanatu support and they are trying their best na wao pia waweze kupata hii fursa ya kuwepo hapa. Okay, na asante. Sasa haya ni uchokozi kidogo. Simba Yanga? Mimi kwa kweli Yanga. Hapa umenivunjia heshima sana. Simba wanaweka. Kwa hiyo wapinzani. Kwa hiyo nachokifurahia ni kwamba waliweza kuoga, lakini jana hawakwenda mjini. Kwa hiyo waliweza tu kwa pole. Nimefurahi kwamba tutatulia pamoja.
Tutakuwa pamoja. Tuko pamoja. Muziki pasina shaka wa aina gani unapenda? Mimi napenda muziki ya aina yote yani ni watu ambao tuko kule kwenye muziki. Kaswida, bongo flava, singeli zote nasikiliza. Tunasikiliza vizuri tu kabisa. Kwa hiyo tukiwa kwenye road trips zote mimi ni jukumu langu kuhakikisha kwamba naburudisha dereva, kwa sababu dereva ni ana nguvu. Kwa hiyo huwa anahakikisha kwamba nguvu yake mimi ndo DJ. Kwa hiyo nihakikisha nimeshaandaa playlist vizuri, kwa hiyo tunakuwa tunaburudika tu vizuri kabisa. Unapokea mapokeo. Hapo kwenye muziki ameweka hoja ya msingi sana. So mwaka jana sisi kwa sababu ilikuwa ni timu ndogo, ilikuwa inabidi tusafiri na gari tufike paka kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo unaweza kupigia hesabu kwa wenyeji wa barabara, unatoka Arusha paka Rwanda kufanya mashindano, ukimaliza unatoka tena Rwanda unarudi Arusha kwa gari. Kwa hiyo hiyo pata anayosema ni kweli, ni kwamba jukumu lake huwa ni ndo anakuwa DJ ku make sure kwamba tunapata entertainment. Maana ni safari ndefu ambazo unazifanya within 2 weeks, 1 week, unafanya 2-3 days, yani kwenda na kurudi, na pamoja na hiyo weekend ya mashindano. Kwa hiyo ni kilomita zote 3000 ndani ya wiki moja au mbili. Kwa hiyo lazima tusikilize muziki. Tunapenda. Kipi zaidi unapendelea, kofia, miwani? Yani ukiambia chagua kimoja tu. Mimi kwa kweli nikiwa ndani au nikiwa nje? Popote unakwenda. Mimi bora miwani. Hapa? Miwani. Nimejikuta zamani ndio kwa napenda kuvaa kofia, lakini sasa hivi nimejikuta napenda kuvaa miwani. Mboni ya jicho ni kiungo muhimu sana. Kabisa. Unajua wakati tunakuja kwenye gari nikawa na wasiwasi mmoja. Sasa wewe alishazoea kuendesha magari kwa kasi sana. Huko njiani anapitaje alikuwa anapokuwa anaenda Arusha na kuja huku. Ajisahau kweli njiani. Hayo kwenye mashindano. Kwa kweli tofauti na wengi ambao wanaweza kazani, sisi madereva hasa professional drivers, race drivers, huwa tuna discipline kubwa sana barabarani. Na sisi hata kuruhusiwa kushiriki kwenye mashindano kama nilivyosema, tunakuwa tunapata international competition licenses, na ile leseni kama ukikutwa unafanya vurugu au fujo huko mtaani, wana haki pia kuichukua ile leseni, na ukichukua ile leseni basi hutaweza tena kushiriki mashindano. Kwa hiyo huwa mimi binafsi huwa nikiwa barabarani huwa nafuata sheria zote na taratibu zote kwa kuhakikisha kwamba nakuwa salama ni hapo barabarani. Na kwa kweli mimi sipendi kuendesha gari, yani gari ya kawaida, yani ile tu kwamba you have to do it, lakini na enjoy zaidi nikiendesha kwenye mashindano. Na sababu kubwa ni sababu barabara zinakuwa zimefungwa obviously, kwa hiyo inakuwa ni wewe na barabara, na unaweza kuenjoy ile barabara au unavyotaka wewe, kwa sababu inakuwa ni closed roads. Kwa hiyo magari ya kawaida unamwachia ndugu yako Sawa. Kuna neno lolote ambalo labda mngependa kama ujumbe kwenu kwa vijana wa Tanzania au kwa Tanzania kwa ujumla kabla hatujamaliza? Mimi kwa kweli kwanza ningependa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa hapa leo, na kushukuru wazazi wangu pia. Na pia ningependa kuishukuru sana Wizara ya Michezo na serikali. Wamekuwa wanatu support. Kwa vijana, naelewa vijana wengi wana ndoto, wengi wana vipaji. Kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, naweza kusema rasilimali ambazo tuko nazo au resources bado hazijafika mahali ambapo kila mtu anaweza kupata ile support anayostahili. Lakini mimi cha kuwaasa naweza kuwaambia kwamba wasikate tamaa, cha kwanza. Cha pili, sisi tutawapambania kuhakikisha kwamba tunakuwa mfano bora wa vijana, ili vijana waendelee kuaminiwa zaidi, waendelee kupewa fursa zaidi na kupewa support kubwa zaidi. Na pia tunakuwaomba sana serikali waendelee kuwekeza kwenye michezo kupitia wizara, na sio mchezo huu tu, michezo iko mingi, na pia wawekeze zaidi kwenye sanaa. Kuna vijana wengi wenye vipaji, lakini wengi wanakuwa wanakatishwa tamaa. Na pia ningependa kuwaomba wazazi pia waangalie hii fursa ya michezo na sanaa kwa jicho la tatu, kwa sababu fursa zipo nyingi na vijana wenye vipaji ni wengi sana. Kwa hiyo wasiwakatishe tamaa,
watoto wao na wajitahidi kuwaandalia platform na mazingira ya wao kuweza kutumia vipaji vyao kuweza kujinufaisha, sio wao tu, pamoja na familia pia, kwa sababu sasa hivi michezo ni afya, michezo ni ajira, michezo ni kazi. Na cha muhimu ndio hicho, napenda tu kuwaambia kwamba wote wenye vipaji, wote wenye ndoto wasikate tamaa. Huwezi jua ni lini fursa itakuja au bahati yako itaangukia wapi. Kwa hiyo cha kufanya ni ujiandae kama bahati yako itakuja kesho. Isije ukapata fursa, ukapata mtu akakuamini tena ukute haujajiandaa. Kwa hiyo sana ni hayo. Ningependa tu kuwashukuru sana supporters wetu wote, timu nzima ya Millard Ayo, mashabiki zetu, na wote wanaotuangalia. Mimi binafsi nashukuru sana na nawaahidi kwamba sitakata tamaa na tutaendeleza juhudi zaidi na kuweza kupata mafanikio zaidi hata level ya Ulaya na eventually kufikia World Championship level. Yeah. Kikubwa mimi nazidi kuwasihi ama ninawaomba vijana wenzangu, kikubwa ni waendelee kusapotiana, waendelee kuwekeza muda kwa kile ambacho wanakiona ni talent kwao. Yeah. Kwa uhalisia tunachokifanya sio kitu kirahisi sana, yeah, na sio kwa sababu ya jina tu, lakini tunawekeza muda wetu pia, tunakaa chini, tunapitia ups and downs, yeah, sio kwamba kila kitu ni mteremko kwetu, lakini tunachokiomba sana ni kwamba muendelee kupambana, muendelee kuhakikisha kwamba mnajiweka kwenye mazingira ambayo yanaonyesha nidhamu, kwa sababu nidhamu ndio kila kitu. Hata mchezo huu ambao tunaushiriki ni nidhamu tosha. Kwa sisi tunawaomba sana muendelee kuwa katika mstari ambao uko katika kuwasaidia nyie katika kutoka. Lakini kitu kingine pia ninachokiomba ni pia, kama ndugu yangu alivyosema, ni wazazi waendelee hivyo hivyo. Kwa hiyo unajua support kubwa hata sasa wakati tunashiriki huu mchezo, watu wa nje, marafiki awe nani, wakikupa support it's fine, lakini nguvu ikitoka kwa mzazi ama ikitoka kwa yule ndugu yako karibu, mlezi, inakuwa ni support kubwa sana, inakupa nguvu hata ongee nani. Kwa hiyo sisi kwetu hiyo ndio imetujenga, imetusaidia sana mpaka tufike hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana once again, tunawashukuru Millard Ayo, tunawashukuru wale wote ambao wamekuwa very supportive. Faraja Mgoha, this one is for you, umekuwa kwetu sana. Tunawashukuru wote sana wale ambao waweza kutupa support zao, tunawashukuru sana. Labda kwa kuongezea tu, tumepata tuzo hii ya hatujaiona imetoka kwenye headquarters za FIA ambayo ndio International Governing Body ya mbio za magari dunia nzima. Nadhani ni kama ilivyo FIFA kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo hii trophy ndo kwa mara ya kwanza ameshinda Mtanzania. Mashindano yamekuwa around kama miaka 45, sijui kama mnaiona kwa tukabebe tu hapo nje. Zote itoa. Tuzoea ni hii hapa. Tuzo yenyewe ni imetoka Uswizi moja kwa moja. Yes, kutoka Switzerland moja kwa moja kutoka kwenye headquarters za FIA Geneva. Na ndo mara ya kwanza hii tuzo kuwepo hapa Tanzania, na tunategemea kwamba kama nilivyosema mwanzo, watajitokeza vijana wengine wengi ambao wana interest na passion na mchezo huu na waendelee kutetea ubingwa. Wakati sisi kama tutakuwa tuko Ulaya tukipambania ubingwa wa dunia, basi wao waendelee kuhakikisha kwamba hii tuzo ya Africa Championship inaendelea kubaki hapa Tanzania kwa miaka mingi iwezekanavyo. Najua kabisa vijana wapo na wana vipaji na uwezo wanao, sababu ya ushindi wanayo, nia sina wakana, lakini natumaini pia nia itakuwa wanayo ya kutaka kuhakikisha ubingwa unabaki hapa nyumbani. Shukrani sana. Sawa, mimi nahitimisha wakati nikiwa nimeshika tuzo hii, pasina shaka kama tulivyoanza kwamba kwa mara ya kwanza Tanzania imeshuhudia ikipata tuzo ya mbio za magari ya African Rally Championship ya mwaka 2025. Kwa zaidi ya miaka 45 yamefanyika mashindano hayo, lakini hatukuwahi kupata mshindi hapa nchini Tanzania, si tu Tanzania, barani Afrika. Kwa mara ya kwanza Tanzania ndio inaonja tuzo hii. Kwa hiyo Afrika wote
wanaruhusiwa kuja kuitazama tuzo hii, kwa sababu mahala pekee ilipo ni hapa Tanzania, na kwa mara ya kwanza zaidi baada tu ya kupokelewa tuzo hii imetia baraka hapa kwenye studio za Millard Ayo na Ayo TV. Kwa hiyo tuna bahati pia, kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Tunashukuru sana na niwashukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana. Karibuni sana Ayo TV. Asante sana.